hayo ni ya ajabu yanishinda. Mimi nakuomba nipe nguvu nisitende dhambi. Siku hii ya leo ni siku nyingine tena ambayo naamini ya kwamba Mungu amekubariki. Siku hii ya leo kwa neema ya Mungu tunaanza kuangalia sehemu nyingine tena, tukiwa tunautazama unabii wa mbuzi na kondoo. Lakini kabla ya kuanza hapo, ninakusihi tuweze kuomba. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu mtakatifu, tunapoanza kipindi cha siku hii ya leo, tunaomba nguvu ya Roho Mtakatifu iwe nasi ili tuweze kuelewa maneno haya, maana ni maneno mazito ya siri za mbinguni. Kwa uwezo wa kibinadamu haiwezekani, ila ukiwa nasi yote yawezekana. Tumeomba haya kwa jina lake Yesu, amin. Unajua, ukitazama kitabu cha Danieli, ukiangalia na kitabu cha Ezekieli, ukiangalia na kitabu cha Ufunuo, vitabu hivi vitatu vimejaa mafumbo kuliko labda vitabu vingine vyote ambavyo unaweza ukafikiria wewe. Unajua, kitabu cha Danieli na cha Ezekieli na cha Ufunuo vyote vimeandikwa wakati manabii hawa wakiwa katika mazingira ambayo ni mbali na nyumbani kwao. Kwa hiyo walikuwa katika mazingira ambayo yalikuwa ni magumu sana. Mfano, Danieli ameandika akiwa Babel, Ezekieli naye ameandika akiwa utumwani pia, Yohana naye anaandika akiwa kule Patmo. Kama siri hizi zingekuwa zinaeleweka kwa urahisi kwa wale ambao walikuwa wanawalinda, huenda wangeharibu kabisa nakala hizi na labda tusingezipata leo. Kwa hiyo Mungu akitumia lugha ya mafumbo anajua kwamba ni njia mojawapo ya kutunza. Maana mtu mwingine anaposoma tu pale anasema, huyo si kaota ndoto zake kuhusu sijui wanyama sio amefanya hivi, haina kazi. Lakini kumbe ni ujumbe mkubwa ambao umebebwa pale. Lakini sehemu ya pili ni kuambie kwamba ilikuwa ni kawaida kwa Wayahudi wakiwa utumwani pia kutumia lugha za mafumbo ili kuwafanya adui zao wasielewe kile ambacho wanawasiliana. Kwa hiyo pia ilikuwa ni kawaida yao. Kwa hiyo wanatumia lugha ambayo ni kawaida. Hata leo hii mnajua kabisa katika majeshi wana salamu yao, na salamu hii wanafahamu walioko kambini tu. Kwa hiyo ina maana kama wewe sio mtu wa kambini huwezi kuelewa ile salamu, lakini wao wanaelewa na wanajua kwamba ina maana gani. Si hivyo tu, hata katika vyama vya siri vya waabudu mashetani mojawapo pia nao wanatumia njia hiyo, wana salamu zao pia, wanafahamiana kwa alama zao tu. Kwa hiyo hata kwa Mungu pia anatumia lugha ya mifano ili kufikisha ujumbe kwa walengwa. Siku hii ya leo tunagusa mojawapo ya unabii wa muhimu sana, unabii wa muhimu sana, nami napenda kwamba usiukose. Danieli sura ya 8. Danieli sura ya 8, tuanzie ule mstari wa kwanza. Anasema, katika mwaka wa 3 wa kumiliki kwake mfalme Belshaza, maono yalinitokea mimi, na mimi Danieli. Baada ya hayo yalinitokea hapo kwanza, nami naliona katika maono. Ilitukia nilipoona nalikuwako huko Shushani ngomeni katika wilaya ya Elamu. Nikaona katika maono, nami nalikuwa karibu na mto Ulai. Ndipo nikainua macho yangu nikaona, na tazama, mbele ya mto alisimama kondoo mume mwenye pembe mbili, na pembe zile mbili zilikuwa ndefu, lakini moja ilikuwa ndefu kuliko ya pili, na ile iliyokuwa ndefu zaidi ilizuka mwisho. Nikamwona huyo kondoo mume akisukuma upande wa magharibi na upande wa kaskazini na upande wa kusini, wala hakuna mnyama yeyote awezaye kusimama mbele yake, wala hakuna mnyama yeyote awezaye kupokonya mkononi mwake. Lakini alitenda kama alivyopenda mwenyewe, akajitukuza nafsi yake. Fungu la 5. Nami nilipokuwa nikifikiri, na tazama, beberu akatoka upande wa magharibi juu ya uso wa dunia nzima bila kuigusa nchi, na beberu yule alikuwa na pembe mashuhuri kati ya macho yake. Naye akamwendea huyo kondoo mume mwenye pembe mbili niliyemwona, akasimama karibu na mto, akamshambulia kwa ghadhabu za nguvu zake.
Fungu la 7, nikamwona akimkaribia kondoo mume, akamwonea hasira kali, akampiga kondoo mume, akazivunja pembe zake mbili, na huyo kondoo mume alikuwa hana nguvu kusimama mbele yake, bali akamwangusha chini, akamkanyaga, wala hapakuwapo awezaye kumwokoa kondoo mume katika mkono wake. Na yule beberu akajitukuza sana, na alipokuwa na nguvu, pembe ile kubwa ikavunjika, na badala yake zikazuka pembe 4 mashuhuri zilizoelekea pepo 4 za mbinguni. Na katika moja ya pembe hizo ilitokea pembe ndogo iliyokuwa sana upande wa kusini na upande wa magharibi na upande wa nchi ya uzuri, yani Palestina au Israeli. Fungu la 10, nayo ikakuwa kiasi cha kulifikilia jeshi la mbinguni, ikaangusha chini baadhi ya jeshi lile, na ya nyota ikazikanyaga. Fungu la 11, naam, ikajitukuza hata juu ya aliye mkuu wa jeshi hilo, ikamwondolea sadaka kuteketezwa ya daima, na mahali pa patakatifu pake pakaangushwa chini, na jeshi likatolewa kwake, na sadaka ya kuteketezwa ya daima kwa sababu ya makosa, nayo ikaangusha kweli hata chini, ikatenda iliyopenda na kufanikiwa. Ndipo nikamsikia mtakatifu mmoja akinena na mtakatifu mwingine akamuuliza huyo aliyenena, haya maono katika habari ya sadaka kuteketezwa ya daima na lile kosa lifanyalo ukiwa yataendelea hata lini kukanyaga patakatifu na jeshi? Akamwambia, hata nyakati za jioni na asubuhi 2300 ndipo patakatifu patakapotakaswa. Tunaona kitu kingine tena hapa ambacho Danieli anaonyeshwa. Danieli anaona kondoo dume mwenye pembe mbili, lakini anamwona akiwa anafanya kama anavyopenda. Lakini ghafla anatokea tena mbuzi ambaye anaonekana anatoka katika uso wa dunia akiwa na kasi kubwa sana. Biblia inasema huyu mbuzi alipomwona kondoo dume huyu akamwonea hasira na akaanza kumshambulia, na alipomshambulia huyu mbuzi, kumbe alikuwa na pembe moja, akamshambulia kondoo, na Biblia inasema hakuna aliyeweza kumwokoa kondoo dhidi ya huyu mbuzi, na alipomshambulia akamponda kabisa, na huyu mbuzi akaanza kutawala. Na alipoanza kutawala huyu mbuzi, cha ajabu ni kwamba naye ile pembe yake moja ikavunjika, zikaanza kutokea pembe 4. Na zilipotokea pembe 4 kwa huyu mbuzi, zilielekea upande wa mashariki, magharibi, kaskazini na kusini, pande 4 za dunia. Na Biblia inasema katika mojawapo ya hizo pembe akatokea pembe ndogo mmoja ambaye alikuwa sana mpaka nchi ya uzuri, ambaye pembe ndogo huyu alifanya kama anavyopenda, naye pia aliwaangusha watakatifu na jeshi lake. Anaonekana akifanya vita dhidi ya watakatifu na anaonekana akiiangusha kweli. Huyu naye anaonekana akiwa na vita vya kidini. Sikiliza, ukisoma kwa haraka utaona kwamba huyu pembe ndogo alitokana na zile pembe 4 za mbuzi, sivyo? Alitoka pande 4 za dunia, wala hakutokana na zile pembe 4 za huyu mbuzi. Lakini kabla ya kwenda huko, hebu tuanze hatua kwa hatua, tuone vizuri. Utakapochunguza, Danieli anaanza kupewa tafsiri katika ile sura ya 8 mstari wa 15. Twende pamoja tuone kwamba hivi mbuzi na huyu kondoo kwenye unabii huu anamaanisha nini. Kumbuka tulipoanza unabii huu nilikueleza kitu cha msingi sana, nikakwambia popote katika unabii anapoonekana kiumbe ambaye ni mnyama yeyote yule, anawakilisha utawala, ufalme, lakini pembe inawakilisha wale wafalme watakaoibuka katika utawala huo. Twende vizuri, mstari wa 15 Danieli sura ile ya 8. Fuatilia vizuri, kwa sababu mfumo ambao tunautumia kukuelezea ni mfumo rahisi sana. Naamini ya kwamba utaelewa sana, utaelewa vizuri kile ambacho Mungu anakusudia kwa uongozi wa Roho Mtakatifu. Fungu la 15, ikawa mimi naam,
mimi Danieli nilipoyaona maono hayo, nalitafuta kuyafahamu, na tazama, alisimama mbele yangu mmoja mfano wa mwanadamu. Nikasikia sauti ya mwanadamu katikati ya mto Ulai iliyoita na kusema, Gabrieli, mfahamishe mtu huyu maono haya. Basi alikaribia mahali niliposimama, nami naliogopa alipokaribia, nikaanguka kifudifudi. Lakini aliniambia, fahamu mwanadamu, kwa maana maono haya ni ya wakati wa mwisho. Ndio maana nikasema kwamba unabii huu ni wa muhimu, kwa sababu mambo yanayotajwa hapa mengi ni ya siku za mwisho tunazoishi sisi. Sikiliza vizuri. Basi alipokuwa akisema nami, nalishikwa na usingizi mzito, na uso wangu ulielekea nchi, lakini alinigusa akanisimamisha wima. 19. Akaniambia, tazama, nitakujulisha yatakayokuwa wakati wa mwisho wa ghadhabu, maana ni ya wakati wa mwisho ulioamriwa. Kumbe hii nayo inahusu wakati wa mwisho ulioamriwa. Yule kondoo mume uliyemwona mwenye pembe mbili, hizo ndizo wafalme wa Umedi na Uajemi. Kumbe imetafsiriwa tayari kwamba yule kondoo ambaye alionekana ana pembe mbili ni wafalme wa Umedi na Uajemi, kama tulivyoona jana na juzi. Na yule beberu mwenye manyoya mengi ni mfalme wa Uyunani, na lile pembe kubwa iliyo kati ya macho yake ni mfalme wa kwanza. Naona imetafsiriwa tu hapo vizuri sana, ndugu yangu. Yule ambaye alisema mbona natumia mafumbo sana, wengine hawaelewi, ukisoma vizuri imetafsiriwa, iko hapo hapo. Fungu la 22. Tena katika habari ya pembe ile iliyovunjika, ambayo badala yake zilisimama pembe 4, falme 4 zitasimama kutoka katika taifa lile, lakini si kwa nguvu kama zake. Na wakati wa mwisho wa falme wao wakosao watakapotimia, mfalme mwenye uso mkali afahamuye mafumbo atasimama, na nguvu zake zitakuwa nyingi mno, lakini si kwa uwezo wake mwenyewe, naye ataharibu kiasi cha kustaajabisha watu na kufanikiwa na kutenda apendavyo, naye atawaangamiza hao walio hodari na watu watakatifu, na kwa mashauri yake atafanikisha hila mkononi mwake, naye atajitukuza nafsi yake moyoni mwake, naye atawaangamiza wengi katika hali yao ya salama, naye atasimama kushindana naye aliye mkuu wa wakuu, lakini atavunjika bila kazi ya mikono. Hebu tuende vizuri sasa. Kumbe Biblia yenyewe kwenye sura ya 8 ya Danieli imetafsiri ikasema, kondoo huyu ni wale watawala, ni utawala wa Umedi na Uajemi, ana pembe mbili, yani hawa wawili wanatawala. Lakini kumbe baada ya ufalme wa Umedi na Uajemi utakapoanguka, kama tulivyoona katika sura ya 2 ya Danieli, tukaona katika sura ya 7, leo tunaangalia sura ya 8, matukio yanafanana lakini yakiwa na uzito tofauti. Baada ya utawala wa Uajemi kuanguka tu, Wamedi na Waajemi, kumbuka nilikwambia Waajemi ni Irani ya leo, walipoanguka tu Wamedi na Waajemi, pakaja utawala wa Wayunani, ambao katika somo la leo la Danieli sura ya 8, Wayunani walifananishwa na mbuzi, lakini pia alikuwa na pembe moja. Biblia imesema ni yule mtawala wa kwanza wa taifa la Kiyunani linapoanza kutokea duniani. Na mtawala wa kwanza huyu si mwingine, alikuwa ni mfalme anaitwa Alexander Mkuu. Alexander Mkuu huyu ambaye alishikilia maeneo ya Uyunani, kama nilivyokuambia jana, alikuwa ni kijana mdogo, lakini ambaye alikuwa na uwezo mkubwa sana wa akili na vita. Historia inaonyesha kwamba Alexander alipambana, alipiga mataifa yote ambayo aliyaendea, aliyeshinda akiwa ni kijana mdogo wa chini ya miaka 30 lakini alikuwa na uwezo mkubwa sana, alikuwa na nguvu, akiwa ni katika miaka 20 na kitu tu, akatawala majeshi yake. Mwanahistoria mmoja ambaye nimesoma habari zake, Josephus, anasema hata pale ambapo jemedari wake mmoja alikufa, Alexander aliweza kushikilia kikosi kile ghafla
na kukiongoza kana kwamba alikuwa amekishikilia kwa muda mrefu. Alikuwa na nguvu sawasawa na maandiko yalivyosema, lakini Alexander alikuwa na uwezo ambao si wa kawaida. Siku moja, wakati askari wake wamenyemelea, wamekaribia mji fulani ili waangushe ngome ya Wamedi, waliona vitu fulani viko juu yao kama mawe ambayo Wamedi walikuwa wameweka kujikinga. Ndipo askari wakashindwa kwamba wafanyaje, maana wanasema tukisogelea tu pale yale mawe yataachiwa, yataanguka, yatatupondaponda. Pale pale Alexander akacheka. Alipoambiwa na askari tufanyeje, akacheka akamwambia, nendeni tu, mkifika pale kuna vifaa mnavyo hapo nyewe mvioni, simeshika mkononi, mtavitumia kujifunika na yale mawe yatakuwa tu yanapita juu yenu, mtaingia kupambana. Na kweli wakafanya vile. Mawe yaliposhuka wakajifunika, yale mawe hayakuwaponda, yakapita, wakaingia ndani, wakaangusha ngome. Alikuwa ni kijana ambaye ana uwezo mkubwa, sawasawa na unabii ulivyotabiri. Akasema kwamba itakuwa ni pembe yenye nguvu sana, ikaangamiza kabisa. Sikiliza nikwambie cha ajabu sana. Akiwa na miaka kama 33 hivi alikufa kwa ulevi, akafa kwa ulevi. Na alipokufa tu kwa ulevi, Alexander, majemedari wake 4 wakagawana madaraka, sawasawa na unabii ulivyosema kwamba majemedari wale 4 watagawana. Maana unabii ulionyesha kwamba baada ya hii pembe moja, yaani Alexander kuvunjika, zitaibuka pembe 4. Zikaibuka kweli pembe 4, na pembe 4 hizi zikagawana madaraka, zikagawanya kabisa eneo la Alexander, wakapeana madaraka hawa majemedari 4, kila mmoja akishikilia eneo lake. Sikiliza nikwambie kitu cha ajabu sana, kitu cha ajabu sana ambacho Biblia imekielezea hapa. Ukisoma utashangaa. Na ndivyo ilivyo, wakagawana. Wa kwanza kabisa alikuwa anaitwa Lismakas, wa pili akaitwa Kasan, naye alishika eneo lake. Watatu Kasanda, samahani, anaitwa Kasanda. Watatu anaitwa Seleukas, na 4 anaitwa Ptolemy. Wote hawa wakashikilia maeneo yao. Uyunani ukagawanyika kwenye makundi 4, sawasawa na unabii jinsi ulivyotabiri. Mungu hakosei. Mungu anapoeleza ya kwamba hili litatokea, na kweli litatokea. Mungu akisema kwamba litachukua hatua kadhaa, na kweli litachukua hatua ambazo Mungu amesema. Alexander ambaye alikuwa na uwezo mkubwa, lakini hakuweza kuishi muda mrefu, alianguka kabisa. Lakini cha ajabu ni hiki: wakati wa majemadari wale 4 wakiwa wanashikilia utawala wa Uyunani, kumbuka Biblia ilisema ya kwamba zile pembe 4 ziligawanyika katika pande 4 za dunia, zikagawanyika zikaelekea huko. Lakini Biblia inasema hivi katika sura ya 8, tuanzie ule mstari wa 22, anasema tena katika habari ya pembe ile iliyovunjika, au Alexander sasa, ambayo badala yake zilisimama pembe 4, falme 4 zitasimama kutoka katika taifa lile, lakini si kwa nguvu kama zake. Kwa nini? Alexander yeye alikuwa ni mmoja tu, na aliweza kushikilia taifa kubwa sana ambayo Misri yote ilikuwa ndani yake, Syria, maeneo mengi. Uyunani yenyewe alishika maeneo makubwa. Alikuwa ana akili sana kijana huyu. Biblia inasema watakuja 4, lakini si kama nguvu za Alexander. Wao ilibidi wagawane. Fungu la 23 anasema tena, anasema na wakati wa mwisho wa ufalme wao wako sawa, watakapotimia, mfalme mwenye uso mkali afahamuye mafumbo atasimama. Kwa kuwa tumeona pale katika sura ya 8 anaeleza kwamba hizi pembe 4, yaani majemadari 4 wa Alexander, watakaposambaratika na wenyewe, pameonekana pakiibuka pembe nyingine ndogo, na hii pembe ndogo inaonekana
ikiwa inaibuka kutoka katika pande 4 za dunia na wala si katika hizi pembe 4 za Ugiriki. Sikiliza. Lakini anatajwa kama mfalme mwenye uso mkali, afahamuye mafumbo. Ukienda vizuri mistari utaelewa kile kinachoongelewa kinafanana sana na kile cha jana. Anasema na mwisho na wakati wa mwisho wa ufalme wao wakosao watakapotimia, mfalme mwenye uso mkali afahamuye mafumbo atasimama. Kumbuka jana tuliona katika utawala wa Kirumi ambao umetokea mara baada ya kuanguka tu kwa Uyunani, na tunaona pia mara baada ya kuanguka kwa Uyunani panaibuka pembe ndogo. Ukilinganisha na jana utagundua kwamba huyu pembe ndogo wa Danieli sura ya 8 ni sawa sawa kabisa na yule mnyama wa ajabu wa kutisha. Huku anaonekana akiwa na uso mkali. Ni utawala wa Kirumi ambao unaibuka, lakini unaibuka tena ukiwa na sura ya kidini. Ni ule ule ambao ulionekana jana na juzi kama tulivyosoma. Anaibuka mfalme mwenye uso mkali afahamuye mafumbo. Kama unakumbuka jana tuliona wazi kabisa pembe ndogo iliyoibuka ikiwa na uso wa mwanadamu. Tuliona kwamba kitendo cha kuwa na uso na kinywa ni hekima, ni maneno ya busara ambayo utawala wa Kirumi ya Kikristo ulionekana kuwa nao. Na hapa pia tunaona katika sura ile ile tena anaibuka pembe ndogo, naye anakuwa na uso mkali, anajua mafumbo. Ni Rumi ile ile katika sura nyingine tu. Anasema na nguvu zake zitakuwa nyingi mno, lakini si kwa uwezo wake mwenyewe, naye ataharibu kiasi cha kustajabisha watu na kufanikiwa na kutenda apendavyo, naye atawaangamiza hao walio hodari na watu watakatifu. Sikiliza. Na kweli ilitokea baada ya Rumi kutawala, kama tulivyoona siku ya jana. Rumi ilipambana na ilipiga maeneo mengi sana, na ilitawala ulimwengu kwa maeneo mengi sana. Hata leo katika midomo yetu tumebaki kuwa na mithali ambayo hatujui kihistoria inatoka wapi, ikisema Rumi haikujengwa siku moja. Kwa nini tutumie msamiati wa Rumi? Ni kwa kuwa Rumi ilitawala maeneo mengi na watu wengi walijua Rumi. Na pia kuna msamiati mwingine unasema barabara zote huongoza kwenda Rumi. Misamiati hii imejaa katika kauli za watu bila kujua. Kwa nini? Ni kwa sababu ule utawala ulikuwa na mvuto, influence kubwa sana kwa mataifa, utawala wa Kirumi. Na tunaona kwamba ulipoanguka taratibu taratibu utawala huu, kitu ambacho kiliangusha mara ya kwanza ulianza kupambana na Wakristo na Wayahudi, kama tulivyosoma kwamba inapoibuka pembe ndogo hii yenye uso mkali inapambana na watakatifu. Rumi ililazimisha ibada zipelekwe kwa miungu yao. Naongelea Rumi ya kipagani kwanza, sio Rumi ya Kikristo. Jana nikakwambia kwamba hata baadhi ya sheria zikawekwa ya kwamba sala zipelekwe kwa kina Kaisari, wakapelekewa ibada. Miungu ya Kirumi ikawa imetanda katika maeneo yote, lakini palionekana makundi mawili ambayo yaliamua kusimama tu yakisema kwamba sisi tunamwabudu Mungu na Mungu peke yake. Walikuwa ni Wakristo na Wayahudi. Hawa walisimama na Rumi ikaanza kuwaangamiza. Rumi ya kipagani ndio naiongelea. Waliuawa wengi sana, walikufa wengi sana kwa sababu tu ya misimamo yao. Samahani kidogo. Walikuwa na msimamo mzito, wakafa. Lakini taratibu taratibu alipokuja mfalme Konstantino Augustus, akaona kumbe baba yangu na viongozi wengine walipambana na Wayahudi na Wakristo, wengi wamekimbilia maporini, tunakosa kodi, taifa linakosa kodi. Hapana, kwani shida ni nini? Akaambiwa shida ni ibada. Akasema warudisheni, warudi, tuwaruhusu kufanya ibada, wamwabudu Mungu wao, hata mimi nakuwa Mkristo. Konstantino akasema hivyo, wakakubali. Wakristo wakarejea, wakapewa uhuru wa kuabudu, wakafanya ibada wao wenyewe wakiwa na uhuru wote.
Kumbe jamaa alikuwa na uongofu bandia, kwa sababu nia yake ilikuwa ni kupata tu kodi, lakini sio kumpokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Ni sawa na leo katika makanisa, wapo watu ambao wanaingia wanaongoka, lakini wameongoka nusu. Kumbe wengine ni kwa sababu ya misaada wanayopewa, anataka naye abadilike ili aendelee kupata msaada. Wengine wanaongoka kumbe ni kwa sababu ya mchumba anayemtafuta, na unakuta mara baada ya kufunga ndoa na yule mchumba, sasa amekuwa mkewe, anakuwa jeuri kwa sababu kilichomuingiza ilikuwa ni kutafuta mke na kashampata. Wengine wanaingia kanisani kwa sababu tu ya uponyaji, na anapoona ameshapona anaanza kumsahau Mungu. Konstantino naye aliingia kwenye Ukristo akiwa na lengo sio la kuongoka kabisa, lakini alikuwa na lengo la kutafuta tu kodi. Kwa hiyo akakubali kupokea kodi na Wakristo wakarejea, lakini Konstantino akaweka mikataba ambayo jana nilikuonyesha katika vitabu vikithibitisha kabisa jinsi ambavyo alifanya huyu bwana. Maana taratibu taratibu akaanza kubadilisha mifumo ya Kikristo, ikaanza kuwa na harufu za kipagani. Nimekueleza jana ya kwamba ibada ya Mungu jua, yani Deus Sun, wakaambiwa Wakristo, endeleeni kuabudu, mnamwabudu Mungu wa mbinguni, lakini katika siku ya Mungu jua. Ndiyo maana mpaka leo namba kubwa ya Wakristo wameendelea kushikilia hilo bila kuelewa asili yake ilitoka wapi. Ilitoka Rumi. Konstantino aliingiza vitu tofauti tofauti ndani, na baadaye alipoondoka ikawa askofu wa Rumi, akashika madaraka ya kiserikali na madaraka ya kidini, akashika vitu viwili kwa pamoja. Naye ili kuweza kuwapata wapagani akasema, ili niwapate wapagani tuingize sherehe za kipagani taratibu taratibu, nazo ziingie kwenye Ukristo, ili wapagani wanapokuja waone sherehe ni zile zile, lakini tunazipatia majina mazuri matakatifu. Taratibu taratibu, sherehe ambayo ikaanza kuingizwa mojawapo nimekuambia ni sherehe ya Christmas. Nami jana nimekueleza katika Biblia yako, tafuta tu kuanzia kitabu cha Mwanzo mpaka Ufunuo, tafuta kama utapata sehemu yoyote ambayo imeeleza ikisema kwamba eti Yesu amezaliwa tarehe 24 ya kuamkia tarehe 25 ya mwezi wa 12, hutapata hata andiko moja. Nimekueleza kwamba siku hii ambayo inasherekewa leo ikiitwa Christmas ni sherehe ya Mungu Tamuzi, na wala haipo katika Biblia. Kwa hiyo upagani ukaanza kupenyezwa taratibu katika Ukristo, watu bila kuelewa. Kwa hiyo pembe ndogo ambayo tumeiona kwenye Danieli sura ya 8 ikaanza kufanya kama inavyopenda, na Biblia inasema wazi kwamba ikaiangusha kweli, yani ukweli wa Mungu ukaangushwa hadi chini. Sura ya 8 pale tuliona kabisa kwamba hii pembe ndogo inaiangusha kweli hadi chini, na kweli iliangushwa. Jana tuliona kwamba huyu pembe ndogo pia aliamuru kubadili majira na sheria. Sheria ya Mungu tuliona jinsi ambavyo ilibadilishwa. Nataka nikwambie pia, nenda katika katekisimo ya waumini, angalia zile sheria za Mungu ziko pale. Hutaona sheria ambayo inasema usiabudu sanamu, hutaikuta. Imeondolewa pale. Kwa nini imeondolewa? Ni kwa sababu wakati huu wa Ukristo kuchangamana na upagani, sanamu ziliingizwa katika makanisa na zikaanza kupewa majina mazuri ili watu waziabudu. Na kupa mfano, sanamu leo ambayo inaitwa ni sanamu ya Bikira Maria, kiukweli ilikuwepo hata kabla ya Ukristo kuwepo. Ni sanamu ya Mungu Ishtari ama Ashtoreth. Sanamu ambayo inasema kwamba ni ya mtoto Yesu leo ni sanamu ya Mungu Tamuzi, ilikuwepo hata kabla ya Ukristo kuwepo, kwa picha ile ile na sura ile ile. Wachimbaji wa mambo ya kale wameziona sanamu hizi zilikuwepo. Soma historia tu utaona vizuri sana, utajua wazi kabisa. Leo hii sanamu ambayo imeitwa ya Mtakatifu Petro ni sanamu ambayo ni ya Nimrod,
imeingizwa tu katika kanisa ikapewa majina matakatifu. Ilikuwepo hata kabla Ukristo haujakuwepo. Kweli ikaangushwa hadi chini na hii pembe ndogo, na maelfu ya watu wamedanganywa bila kujua. Miaka 1606 kanisa la Mungu walichinjwa na kuteswa na wengine walichomwa moto. Miaka 1606 kanisa la Mungu walichinjwa na kuteswa na wengine walichomwa moto. Ni zamu yetu, kanisa la Mungu litateswa sana. Tusiogope, tushikilie imani, ushinde na Yesu.